Tuangazie masuala ya kisiasa ambapo viongozi wa upinzani wameshikilia msimamo kuwa ni lazima serikali ya Rais Ruto kwenda nyumbani mwaka ujao. Upinzani ukidokezea kuwa serikali hii imejawa na ufisadi na wizi wa mali ya umma. Kinara wa DCP Rigathi Gachagua akitoa mfano wa unyakuzi wa ardhi katika kaunti ya Kiambu na kumtaja Kipchumba Murkomen na Oscar Sudi. Katika ziara yao Ukambani, upinzani umetaka jamii hiyo kuwapeleka nyumbani wanaompinga Kalonzo Musyoka. Muungano wa upinzani unapoendeleza siasa za kuhakikisha kuwa Rais Ruto anaondoka mamlakani mwaka wa 2027, viongozi hao wamehuzunishwa na pesa ambazo Rais William Ruto ametumia ndani ya kipindi cha miaka mitatu ofisini ikilinganishwa na utumizi katika kipindi cha mihula miwili ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Kila mwaka hizi miaka tatu sasa, Ruto ametumia pesa zaidi ya bilioni 80, almost 100 billion. Pesa Uhuru Kenyatta aliyekuwa anamuita mlevi alitumia miaka 10, Ruto ametumia kwa miaka 3. Sababu ya wizi unaoendelea, amepora kila kitu. Sisi na huyu Kalonzo tumekuwa kotini wiki hii. Yaani ameiba paka anaiba M-Pesa jamani. Ningekuwa Leonard Mambo Mbotela ningeuliza, je, huu ni ungwana? Si boda boda wa Kitui mnatumia M-Pesa? Mama mboga wetu hapa si mnatumia M-Pesa? Yaani Ruto ananyakua paka M-Pesa yenu bwana. Upinzani umesema kuwa serikali ya Rais William Ruto inahusika pakubwa na wizi na unyakuzi wa mali ya umma. Rigathi Gachagua akitoa mfano wa ardhi katika kaunti ya Kiambu akitaja wahusika wakuu wakiwemo Kipchumba na Oscar Sudi. Sasa amekuwa too much. Ameunda kikosi ya goons, amepatia Murkomen. Wanapanga na PS anaitwa Nixon Koril. Wanapanga na wasaliti wa jamii. Ile mashamba yote kubwa kubwa huko Kiambu wanaitafuta usiku. Huyu Kasongo na Murkomen na Nixon Koril na Oscar Sudi wanaweka magun, wanavamia mashamba ya Wakikuyu. Wanataka kunyakua hiyo mashamba. Kwa sababu Kasongo ameuza kila kitu, Kenya imekwisha. Imebaki sasa kuvamia mashamba. Sasa mimi nataka kumwambia my cousins, mtusaidie tufukuze Kasongo. Mtatusaidia? Aidha, wametaka jamii ya Wakamba kuwatimua viongozi wanaowataja kama wasaliti na hasa wanaompinga kiongozi wa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na kuwapeleka nyumbani mwaka wa 2027 ili kukipa chama hicho nguvu zaidi. Huyu Nimrod Bai mimi namjua. Kwanza masomo hana. Sasa nyinyi watu ya hapa Wakamba hamuna watu wamesoma? Mimi nauliza Wakamba, hapa Ukambani iko professors, iko PhD, iko watu wamesoma sawa sawa. Huyu Kalonzo ni PhD holder. Munapatia namna gani mtu ambaye hajasoma akuwe mjumbe? Mtafukuza hiyo mtu? Nimrod Bai aende asiende? Azame asizame? Kwamba Wakenya hawataki serikali ambayo inasimamiwa na wahuni, watu ambao wanaitwa goons. Wangapi wanasema hatutaki mambo ya goons katika Kenya hii? Na tunataka wale ambao wanahusika, kina Murkomen, yule waziri wa interior anasimamia uhuni Kenya hii, and the whole world is watching. Therefore, Kenyans have decided they want a country under the rule of law. Fredrick Kwambua, Undugu TV.